Kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania, Andy Lentz, amefunguka kwa mara ya kwanza akizungumza na chombo cha habari cha The Citizen Januari 29, 2026 kufuatia madai ya kushikiliwa kwa raia wa Marekani ambaye pia ni mwanajeshi wa taifa la Marekani, ambapo miezi kadhaa iliyopita jeshi la polisi nchini Tanzania lilisema linamshikilia Charles Okulu Ongeta mwenye uraia pacha wa Marekani na Kenya ambaye pia ni mwanajeshi na mwenye cheo cha sergeant katika jeshi la Marekani. Kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania Andy Lentz ameeleza kutoridhishwa kwake na serikali ya Tanzania na vyombo vya habari vilivyoshughulikia swala la kukamatwa kwa raia wa Marekani aliyekuwa na silaha katika mpaka wa Silali. Akizungumza katika mahojiano na kituo kimoja cha habari nchini Tanzania The Citizen tarehe 29 Januari 2026, balozi Lentz ameuita mchakato wa kuweka wazi tukio hilo kwenye vyombo vya habari kuwa ni jambo la kusikitisha na lisilofaa. Amesema kuwa swala hilo limekuzwa kupita kiasi na viongozi wa serikali, huku akiweka msisitizo kuwa masuala ya faragha ya raia wa Marekani yanapaswa kuheshimiwa. Ilisikitisha sana jinsi ambavyo taarifa hiyo yote ilivyokuzwa kwenye vyombo vya habari na baadhi ya maoni yaliyotolewa na maafisa wa serikali. Kuna masuala ya faragha yanayohusu raia wa Marekani na hayo yanapaswa kuheshimiwa. Hivyo nataka nianze na hilo kwanza kabisa. Lakini hiyo ilikuwa habari ambayo kiukweli haikupaswa kuwa habari kubwa, amesema kiongozi huyo. Tukio la kukamatwa kwa Charles Okulu Ongeta mwenye uraia pacha wa Marekani na Kenya ambaye pia ni mwanajeshi wa Marekani mwenye cheo cha sergeant. Ongeta alikamatwa siku ya Novemba 16, 2025 katika mpaka wa Silali akijaribu kuingia Tanzania kutokea Kenya akiwa na gari aina ya Toyota Land Cruiser lenye namba za usajili KDP 502Y. Taarifa ya jeshi la polisi katika mkoa wa Tarime Rorya ilibainisha kuwa Ongeta alikutwa na mabomu ya kurusha kwa mkono aina ya CS-M68. Kamanda wa polisi alisema wakati huo kuwa mabomu hayo ni silaha ambazo hata kama mtuhumiwa angeomba kibali asingeruhusiwa kuingia nazo nchini kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Balozi Lentz alikiri kuwa Ongeta ni raia wa Marekani. Ameeleza kuwa ubalozi wa Marekani umefanya mazungumzo na serikali ya Tanzania kuhusu usalama na faragha za Wamarekani takribani 140,000 wanaozuru Tanzania kila mwaka kama watalii. Kukuza swala hadharani halikuwa jambo la kufaa, amesema balozi Lentz. Amesema kuwa ni muhimu kwa Marekani kuhakikisha kuwa raia wake wanapata haki zao ikiwemo ulinzi wa faragha na msaada wa kisheria wanapokuwa kizuizini bila kudhalilishwa hadharani.